Sasa ndugu zanguni, nilikuwa na jambo moja naomba nisaidie. Mimi kwa kweli nimefeli kupata huo mnyama, nimeshindwa kumpata mnyama mpaka muda huu. Na nimejitahidi kwenda polini, kila poli nikienda na nakosa. Kwa niko naomba msaada wenu. Tambua ya kwamba wewe ni mwanaume na ni shujaa wa himaya hii. Sisi tunakusaidia lipi hapa? Kapambane. Wewe si mwanaume. Pambana. Kisungu, najua wewe ni mwanaume na himaya itobe, sidhani kama mtu inataka mtu legevu kama wewe. Watu tulipambana, watu kujitoa. Kuna wengine walienda watatu, kuna wengine walienda wawili, mimi nilienda peke yangu. Ndio, na nikapambana kwa jasho na damu mpaka nikaleta kitu cha simba. Wewe ni shujaa gani unashindwa kumuua simba? Hata kuku unashindwa kumuua, hata kanga, hata kwali. Ulishafanya nini ambayo tunaweza sisi ukatuambia kama vijana wa himaya itobe tuweze kuonea huruma angalau kusaidia? Nini ulishawahi kukifanya hapo? Pambana mzee, pambana. Wewe si mwanaume wewe. Pambana, si wenyewe tulipambana. Sawa, kupambana ni sahihi, lakini sasa niliona kwamba niwashirikishe nyie vijana wenzangu, labda mnaweza mkanipa mbinu au msaada wa kwenda kunisaidia kutafuta mnyama. Baba hakuna mbinu wala msaada wowote. Msaada ni kuingia polini katafute mnyama mzee. Unafikiri sisi tujipendi? Wewe umeshindwaje? Kwa sisi tuna miguu mitatu. Hakuna shujaa wa design hiyo. Hakuna ushujaa wa hivyo. Himaya itobe haitaki shujaa kama wewe wa kuomba msaada. Mwambie. Wewe ni shujaa gani wewe? Hivi kuna himaya itobe unaweza kujivuna kwamba wewe ni shujaa kwa kuomba msaada? Akusaidie nani? Yaani asikie chifu, vijana wa himaya itobe tumeondoka kwenda kumsaidia Isungu kumuua simba. Haiwezekani kabisa. Kama hauna mada zingine, naomba tuache sisi tupumzike, tumeshachoka. Alafu tu kitu ambacho kifahamu, ili swala usipolifanya kwa wakati litakugharimu. Kwa hiyo jamani, ndo mmegoma kabisa kunisaidia. Isungu, hichi kikao hakikufai. Tunakuomba uondoke. Bora wewe umesema. Hatuwezi kupoteza muda, mashujaa tuko hapa. Mashujaa wanne tumeita vitu vya siri viko kwa chini. Tukaenda kusikiliza wewe, tukakupa msaada. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Ondoka. Hatuwezi kupata shujaa legevu kama wewe. Naomba tuondoke. Tuache na mipango zetu hapa. Muda umefika kwenda kwenye mawindo saizi. Mwanaume lazima uje na kichwa cha simba hapa. Ondoka baba, ondoka. Kile mnachokifanya sio. Wewe atembea baba, ondoka. Wewe vipi Misungi bwana? Shujaa gani wewe? Isungu. Nenda polini kapambana huko. Hivi kalegea. Huyu vipi huyu? Utafiki una shabata bwana. Hata kikao gani anatuitia? Jamani tusipoteze muda. Muda umefika kwenda kutafuta mawindo. Bora ungesema kabisa. Kuna kwale, kuna kanga wanalala juu ya miti usiku huu. Kila mmoja akachukue silaha, tukutane. Tukatafute kitu. Sawa Isungu, lakini ni hatari mpenzi wangu. Mpenzi wangu ni hatari kweli, lakini inabidi niende nikamtafute huyo,
maana nisipompata huyo mnyama katika himaya nitakuwa kama mwanamke. Msongo, mimi nakupenda hivyo hivyo, kwani lazima uwe shujaa? Ni sawa, lakini bila kumpata mnyama kijiji hichi kina taratibu ngumu sana. Ninaweza hata nikafukuzwa katika himaya hii ya Itobe. Sasa nikifukuzwa katika himaya hii ya Itobe, wewe ni kwamba nitakuwa nimekukosa na ahadi zetu hazitotimia, mpenzi wangu. Lakini naogopa kukupoteza. Mimi ni wako, wewe ni wangu. Haitotokea mwanamke yoyote katika himaya hii ya Itobe achukue nafasi yako, na kuahidi. Na mimi nakuahidi pia sitaolewa na mwanaume wote kwenye himaya hii. Kweli? Nakupenda sana tu. Nakupenda pia. Mchumba wangu Mazengo. Niambie Meki. Unaionaje hii hali ya hewa? Hii hali ya hewa ni nzuri sana na inavutia pia kwa ujumla. Lakini hapo ninapozungumzia hiyo furaha ya mwanzo kipindi tunaanza mahusiano, kuna uchungu unaniingia ndani ya moyo wangu. Kuna nini tena Meki? Ina maana wewe hujui kila kitu kinachoendelea kwa sasa? Hapana, sifahamu Kabisa. Una uhakika? Amini hivyo Meki, sifahamu chochote. Kumbe kila siku ulikuwa unakaa unaniongopea na kunidanganya kwamba unanipenda. Kwenye maa hii yote ya Itobe niko mimi tu peke yangu. Kuna mwanamke mwingine unayempenda? Unausikia upepo unaovuma? Ndio nausikia. Unakuletea buguza gani masikioni mwako? Nasikia tu makelele yasiyoelezeka. Basi na ndivyo maneno ya watu yalivyo. Endapo utaendelea kuyasikiliza, yatakupa buguza kama unapokupa buguza upepo kwenye masikio yako. Meki, wewe ni mwanamke wa pekee. Nakupenda sana. Kweli? Kweli kabisa, usisikilize maneno ya watu. Hapana Mungu, unanipenda kweli? Amini hivyo Meki. Nakupenda pia. Akaka kwaka. Acha nakabwa kazi. Kweli? Kweli. Mbera kupendwa nasikia raha, usinitese mwenzako, utanifanya mimi nipagawe. Usinitese mwenzako, utanifanya mimi nipagawe. I love you.
Unile, naishukuru sana mizimu ya Itobe nikutanisha kati yangu mimi na wewe leo hii. Unile, nadhani unafahamu mimi ndio shujaa wa himaya ya Itobe, na tangu enzi na enzi himaya hii ilikuwa inaitwa Uvindi. Nilipambana kuipambania himaya hii sana, na nadhani utakuwa na kumbukumbu kwamba nishaenda kwenye msitu wa Gede, msitu na wanyama wakali, lakini nilipambana na simba mpaka nikaja na kichwa, nikaja nikakitambulisha kwenye himaya ya Uvindi. Nadhani anafahamu kabla himaya hii haijabadilika jina kutoka kwenye Uvindi kwenda kwenye Itobe. Nadhani mpaka sasa hivi himaya ya Itobe nilijua kwamba mimi ni shujaa. Kwa hiyo lengo langu ni moja tu, Unile, muda huu umefika wa mimi kupata mlinzi wa maisha yangu, kupata mwenzangu. Na maanisha unaangalia katika himaya ya Itobe, sijaweza kuona mwanamke yoyote anaweza kunivutia zaidi yako Tunile. Ombi langu, naomba unikubalie, nakupenda Tunile.